Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Na wakati huu taarifa ya hivi majuzi ya mbunge wa Urusi ilisema kwamba Wamarekani wanaweza kushangazwa na silaha ambazo Putin anaweza kuzituma Venezuela kwa hofu ya uvamizi. Alexei Zhuravlov, naibu mwenyekiti wa kwanza wa kamati ya ulinzi ya bunge la Duma la Urusi, pia alisema kwamba kuna uwezekano wa kupelekwa kwa makombora ya Oreshnik ambayo yapo kazini na yatapelekwa kwa Maduro, na kuongeza wasiwasi juu ya mzozo mpya wa makombora ya nyuklia ya Cuba ambayo huenda yakapelekwa nchini Venezuela. Vitisho vya rais wa Marekani Donald Trump vimezidi huko Venezuela. Amesema wakati wowote huenda wakamtimua Nicolas Maduro, rais wa taifa hilo, kwa kile alichokitaja kwamba ni moja kati ya walanguzi wa dawa za kulevya katika eneo la Amerika ya Kusini, ambaye amesababisha kuingia kwa wingi kwa madawa ya kulevya nchini Marekani, jambo ambalo sasa analipigania kwa nguvu zote ili aweze kuona Wamarekani hawaingii katika matumizi ya mihadarati. Hata hivyo, meli mbalimbali za kivita lakini pia ndege zisizokuwa na rubani zimepelekwa kwa wingi huko katika bahari ya Caribbean, jambo ambalo imekuwa ni kitisho kwa Venezuela, huku Venezuela ikiendelea na mazoezi ya kijeshi kwa ajili ya maandalizi ya mapambano na Marekani wakati wowote. Kadhalika, rais wa Marekani Donald Trump amesema huenda akaongeza jeshi zaidi katika eneo hilo la Caribbean. Lakini yote hayo yamejibiwa na baadhi ya mataifa ikiwa ni pamoja na Urusi kwamba haiwezi kuruhusu uvamizi wa aina hiyo. Lakini kuna mataifa mengine kama vile Colombia, nayo pia rais wa Marekani tayari ameshaweka vikwazo kwa rais wa taifa hilo, lakini Colombia ikisema ipo tayari kwa ajili ya kushirikiana na Venezuela kwa ajili ya mapambano dhidi ya Marekani. Huku Iran ilitajwa awali kwamba nayo ipo tayari kwa ajili ya mapambano miaka 60 baada ya makombora ya Kisovieti kuonekana nchini Cuba. Huenda sasa Moscow, kutokana na vitisho vinavyotangazwa na rais wa Marekani Donald Trump pamoja na watu wa Magharibi, inatayarisha uwekaji wa silaha za hali ya juu wakati huu huko Venezuela, na washambuliaji wa kimkakati, makombora ya masafa marefu, makombora ya masafa ya kati huenda yakapelekwa huko Venezuela kutokana na vitisho vinavyoendelea. Wachambuzi wanasema kwamba hii inaibua ongezeko la enzi ya vita baridi kama vile mgogoro wa kombora la Cuba la mwaka 1962 kulingana na Defense Express mnamo Novemba 4. Naibu mwenyekiti wa kamati ya ulinzi ya bunge la Duma Alexei Zhuravlov alisema kuwa ndege ya usafiri ya kijeshi ya Urusi IL-76 tayari imewasilisha mifumo ya ulinzi wa anga ya Pantsir-S1 na Buk-M2 nchini Venezuela. Urusi ilimpa kiongozi wa Venezuela Maduro kwa siri teknolojia za kijeshi ambazo zitaweza kusambaratisha maandamano makubwa ya ndege zisizokuwa na rubani ambazo zinaweza kurushwa na Marekani wakati wowote kama ilivyoelezwa na rais wa nchi hiyo bwana Donald Trump. Zhuravlov pia alidai kwamba Urusi inaweza kupeleka kombora la masafa ya kati la Oreshnik kama ilivyoelezwa awali na makombora mengine ya cruise ya Kalibri nchini humo kama jibu kwa shinikizo la Marekani na Magharibi. Mfumo wa Pantsir-S1 ni jukwaa la ulinzi wa anga la masafa mafupi hadi ya wastani linalochanganya mizinga ya risasi na makombora kutoka ardhini hadi angani. Limetumiwa sana na vikosi vya Urusi nchini Ukraine kulinda maeneo ya kimkakati dhidi ya mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani na makombora mnamo Oktoba mwaka 2025, ambapo kiongozi wa Urusi Vladimir Putin alitangaza kwamba Oreshnik imeingia kazini zaidi na kwamba itatumika, na hivyo wachambuzi wanasema huenda Urusi ikaitumia katika uwanja wa vita huko Venezuela ikiwa Marekani itaamua kuingia vitani. Kadhalika, makombora haya yanadaiwa yatapelekwa Belarus. Wachambuzi wanafafanua kuwa silaha inayohakikisha usawa wa kimkakati ni pamoja na Oreshnik, ambayo ikiwa itapelekwa huko basi hii itakuwa ni vita nyingine kubwa ambayo inatajwa kwamba ni sehemu ya kile kilichokuwa enzi hizo za vita baridi. Kombora la cruise la Kalibri kinyume chake limekuwa likitumika sana nchini Ukraine tangu mapema mwaka 2022, likiwa limeundwa kwa ajili ya kurushwa baharini na manowari. Limepiga miundombinu ya kijeshi ya kiraia kwa kufanya mashambulizi na kuua watu wengi huko Vinnytsia mnamo Julai mwaka 2022 wakati wa kuanza kwa operesheni maalum ya Urusi huko nchini Ukraine, na kugonga bandari huko Odessa muda mfupi baada ya kusainiwa kwa makubaliano ya usafirishaji wa nafaka. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment
kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.